Bwana, karibu sana tuzungumze soka. Niko na brother hapa Dominic Salamba. Tunazungumza kile ambacho kinacho trend hivi sasa katika mitandao ya kijamii, tukiona klabu ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi akitoka na akizungumza kwa niaba ya klabu. Kama mwenyewe alivyosema, kuna mambo kadhaa ambayo ameyazungumza, tunaenda kuyajadili hapa na brother Dominic Salamba, lakini sisi tukiwa wawili, wewe ni watatu, ambaye pia unaweza kutuachia comment yako hapo, ikaa vizuri kabisa. Brother Dominic Salamba, habari? Sanza kwa ndugu. Mimi niko vizuri kabisa bwana. Nimekutafuta tujadili mambo kadhaa ambayo pengine wadau wa soka wanataka kufahamu kutoka kwako. Leo ametoka Crescentius Magoli ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi pale Simba Sports Club. Amezungumza mambo kadhaa. Tuanzie kwenye uraia wa Damaro. Kwa mara ya kwanza klabu yenyewe imetoa kile ambacho wao wamekiona baada ya shauri lao kutupiliwa mbali. Wanadai kwamba wataandika barua kwenda kwenye vyombo vya juu zaidi. Kwa ulivyomsikiliza, kwako komenti yako ni ipi? Ukiona kama hakuna usawa kwa upande wao, walishai kuandika barua kuombea uraia wa wachezaji, lakini hawakujibiwa mpaka leo. Mimi binafsi kwanza nimeshangazwa na nisingependa pengine kuwakosea heshima viongozi. Ni watu wakubwa, ni mzee ambaye binafsi ninamheshimu sana kutokana na mchango wake, lakini mzee muungwana sana nje ya masuala ya mpira. Nishakutana naye mara kadhaa. Lakini katika hili kidogo limenistusha na kunifanya nifikirie mara mbili, pengine kuna changamoto sehemu ambako nimeipo. Kwa sababu sikutegemea kuona kuwa na press ambayo ina hoja kama zile ambazo zimeweza kutoka. Kwa sababu nafikiri kwamba of course unaweza kuwa una hoja, lakini si katika style ambayo nimeweza kuiona. Kwa mfano unapozungumza kwamba tuliwaandikia barua TFF na sisi kuomba uraia wa wachezaji. Mambo ya uraia na TFF wapi na wapi? Anayehusika na mambo ya uraia ni serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani na kitengo cha uhamiaji, ndio wanahusika na mambo ya uraia. Na kuna mchakato wake, na ni mchakato wa kiserikali ambao hauingiliani kwa namna moja ama nyingine na mataasisi ya mipira. Hata leo ukisema leo uende kasi issue ya uraia, kasi hawahusiki na kutoa uraia wa mchezaji au kunyang'anya uraia au kuthibitisha uraia. Mamlaka hizi ni mamlaka za kiserikali. Kwa hiyo leo wanayejua kwamba Damaro ni Mtanzania au sio Mtanzania ni mamlaka iliyompa uraia. Kwa nafikiri pengine kabla ya kutoka itakiwa wao wajiridhishe au kuuliza mamlaka. Maswali mengi ambao wameweza kuyauliza sio maswali ya kujibiwa na shirikisho. Ni maswali ambayo yanaweza kujibiwa na wenye mamlaka ya kutoa uraia. Alipataje uraia? Sio swali la TFF. TFF atoe uraia. Hiyo swali unaweza uhamiaji. Na uraia sio jambo la kuombewa, ni utashi wa mtu. Uraia anaomba mtu mwenyewe. Huwezi kumwambia mtu uraia, anaomba mtu mwenyewe kwa utashi wake na kuanza kukana uraia wa nchi wake na kuchukua uraia wa nchi nyingine. Kwa hiyo nimeona kama kuna changamoto sehemu, na pengine kwamba eti mbona amechukua uraia lakini acheze national team. Sio lazima kila ambaye anakuwa na uraia acheze national team. No, ni kama sio kila Mtanzania ana sifa kuwa ya kugombea uongozi. Takao tuna Tanzania. Naona na sio kila Mtanzania ana sifa ya kuchaguliwa kwenye kila nafasi ya uongozi. Lakini wote ni Tanzania. Lakini kuna tofauti ambao unapelekea mtu mmoja awe na sifa na mtu mwingine asiwe na sifa. Unaona? Kwa hiyo kitu ambacho binafsi kilishangaza, unaona watu na uraia hauna kikomo, watu wanaomba. Leo hii tunazungumza nchi kama Spain, nilikuwa nazungumza mfano ule wa mtu kama nani wa Vinicius, ana uraia wa Spain na uraia wa Brazil, lakini anachezea Brazil. Unaona? Kwa hiyo nafikiri kuna changamoto sehemu. Sijajua kwa nini wamefikiria waliofikiria, lakini naona kwamba kama kuna kitu hakipo sawa. Kipo sawa kwa upande wa klabu ya Simba, nafikiri kuna changamoto zipo. Kwa sababu hata nikiangalia uzito wa press yenyewe binafsi imenishangaza. Na tukiangalia pia wamezungumza kwenye engo nyingi sana. Engo nyingine ambayo wamezungumza kwa upande kinachozungumzwa huku mtaani, labda pengine au kwenye radio station, ikisemekana kuna baadhi ya wachezaji wao, mfano Elie Mpanzu na Loemba kutocheza, ikionekana kama kuna conflict hapo. Mpanzu akiwa anadai, Loemba ikionekana kwamba kama amezuiliwa na ambaye amesimamia usajili wake kutokucheza, lakini ametoa sababu kwamba Mpanzu hakuwa yuko fit ndio maana hajacheza. Loemba pia alikuwa majeruhi. Sasa mimi nafikiri ndio kasa kwamba press ya management, nafikiri ni hiyo press ambayo imeshika vitu vingi vikubwa vyenye mustakabali wa klabu. Nafikiri mimi ni press ambayo ingeweza kufanywa hata na afisa habari kwa lengo ambazo ameweza kuzizungumza, kwa sababu issue kama ya kumchaji pengine ana majeraha na watu wanasema anadai,
Sasa mpaka mtoke viongozi kwamba hadai, si unanielewa? Sijui kikubwa tu ni kuprove kwamba hadai naonekana akiwa anacheza, si unanielewa? Kwa hiyo kusema tu pengine hadai alikuwa yuko fiti bado haitoshi, kwa sababu mwisho siku ambaye anaweza akathibitisha utimamu wa mchezaji ni daktari wa timu, ndio ambaye anaweza kaja akathibitisha. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba sikuona kama ilikuwa ni press ambayo ina, yaani ukikaa general ukasema kwamba the thing yake ni nini, uioni ya moja kwa moja, yaani hamna ile tangible thing ambayo unasema kuondoka nayo. Issue ya maamuzi ya marefali ni kitu ambacho kwa Tanzania kipo, na sisi kesho tulikuwa tukipiga kelele. Kama itakuwa wazee wangetoka, wazee wa Yanga na pia wangetoka. Mechi ya Yanga na TRA, Yanga wananyima goli safi, mwamuzi anafungiwa, matokeo 1-1, Yanga anaangusha alama ngapi? Alama 2. Mechi ya Yanga na Azam, mwamuzi anakataa penalti ya Dube, anafungiwa mwamuzi, Yanga anakosa alama 2. Mechi ya Yanga na Mtibwa, Yanga wananyima goli, Yanga anakosa alama 2, anafungiwa mwamuzi, lakini ushona Yanga hapa ametoka. Si unanielewa? Kwa hiyo katika mchezo ambazo pengine Yanga angeweza kukusanya alama 6. Sawa eh? Baka amekosa alama 2, amekosa mpaka alama ngapi? 1-1. Lakini uone, kwa hiyo kuna haja ya kuwekeza nguvu zaidi kwenye mpira. Ndio wakati mwingine nikisikia kauli kwamba sisi tunacheza na mpira, tuko serious na mpira, hivi tuongee tu wa kweli. Kati ya Simba na Yanga katika msimu karibuni, timu gani ambayo inanufaika sana maamuzi? Sasa wao ndio wanufaika zaidi na maamuzi kwa timu nyingine yoyote ile. Katika miaka ya karibuni ni Simba, kuanzia kwenye maamuzi, upangaji wa ratiba, wao ndio wako favored. Mtoka kuzungumza jana tu walikuwa na mechi ile na Dodoma Jiji ya FA, nafikiri ni tarehe 12 kama sikosea, tarehe 12. Ibidi yani wacheze tarehe 9 Arusha Sheikh Bedi, itakuwa tarehe 12 warudi Samuyo kwenye mechi ya FA ya Tabora na Dodoma Jiji, alafu tarehe 15 wakacheza Fountain Gate ya Arusha. Wamepangua, wamesikilizwa. Kwa mchezo tatu wachezea wapi? Wachezea Arusha. Yanga hiyo akuipata, alikuwa anaenda anarudi, anaenda anarudi. Ukusikia tukilalamika, unaelewa? Haina usawa ifuti. Haina usawa, yani wao ndo, yani ukiswali ligi ona usawa ndio wao, yani wao ndio kutoka na usawa wenyewe ni wao. Yani hiyo tafsiri ya kutoka na usawa ni wao, kwa sababu wao ndio wanufaika wakubwa. Yani wao maamuzi mengi yamekuwa yakiwanufaisha wao, huo ni ukweli wa maamuzi mengi. Wao wamekuwa kunufaika nayo. Ingekuwa kama ni kwenye fair ground, leo pengine wasinge kuondoza alama ambazo wako nazo. Hizo alama ambazo wako nazo hizo wasinge kuwa nazo. Magoli mengi ya offside wanapewa, Yanga anakataliwa magoli, wao wanapewa. Hasa ikitokea sehemu ndogo alafu unakuja unawapiga kelele azifu ndio mwathirika mkubwa, inakuwa sio fair. Au pengine za kale namna ya kutaka kutuzuga, pengine tuamini kwamba wanapendelewa ili tusione, lakini kimsingi wao ndio wanaopendelewa zaidi. When it comes kwenye kuangalia fairness, wao ndio hawako fair. Kuanzia kwenye ratiba hapa katikati, wamekaa muda gani bila kucheza? Sababu za msingi hakuna. Wamekaa muda, wanakaa tu wanapumzika, mara mechi zao zinatolewa, zinahamishwa huku. Wamekwenda Arusha mechi na TRA, leo imeisha mvua, bado cha siku ya pili mechi kailishwa, wakarudi. Hamna nalalamika. Lakini wenzao Yanga na JKT imeisha leo, kesho kaenda kapigwa. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya wao wenyewe kujitafakari. Wametoa ufafanuzi kwenye swala la uwanja, ujenzi wa uwanja, akisema kwamba mzabuni Jairuti aliahidi pesa yake bilioni 5 ya kila msimu itatumika kwenye maboresho, sio ujenzi wa uwanja. Sasa hapo nafikiri hapo changamoto, yani kwa yani maboresho ya uwanja ya bilioni 5 kwenye uwanja upi? Hapo ndo sijafahamu uwanja upi. Ule wa Bunju au uwanja mwingine? Yani maboresho ya 5 billions. Sijui. Ngoja tuendelee kuona. Tukimalizia kwenye eneo hilo, hii press inatoa tafsiri gani kwa wana Simba wenyewe wa mashabiki? Mimi ambacho toka mwanzo nikizungumza, nachokiona ni kwamba Simba wanatamani kuwa mabingwa, lakini hawako tayari when it comes kwenye competition. Yani wanatamani, wamechoka na ule kutawaliwa na Yanga, kuchukua ubingwa wa Yanga, kuchukua ubingwa mara nyingi, kufungwa na Yanga kuwa na total dominance ya ndani. Sasa
walifikiri pengine msimu huu ungeweza kuwa ni msimu wao tena wa kuweza kuchukua ubingwa, lakini mazingira bado ni magumu, kwa sababu kila Yanga akipoteza na wao pia wanaharibu. Lakini when it comes kwenye reality, bado Yanga iko favorite kuliko yeye. Kwa hiyo wamegundua kuna uwezekano mkubwa tena wakakosa tena ubingwa. Kwa hiyo wanaanza mapema kutengeneza chaos, excuse, kushift burden ili ionekane kwamba hata kama wakosa ubingwa basi walikuwa wanaonewa sana, na kwa sababu mashabiki wao kwa sehemu kubwa ni watu ambao wanapenda kuona upepo, watawaamini. Lakini kiukweli hizi ni dalili za kwamba wameshafeli na msimu huu kwa mara nyingine. Ndio ambacho mimi nikakizungumza. Kwa hiyo zinaanza kutafuta excuse, malalamiko, ionekane wanaonewa wakati wao ndio wanufaika wakubwa kwa mambo mengi yanayofanyika. Kwa hiyo naona ni kama ni maandalizi ya kuanza kuandaa watu wao kwamba msimu huu ikitokea wampoteza ubingwa basi walikuwa wanaonewa na sio uwezo ambao walikuwa nao. Lakini kimsingi bado timu yao haijawa tayari kuweza kupambana na Yanga kwa kuchukua ubingwa. Yanga wana mapungufu yao na madhaifu yao, lakini kwa Simba bado Yanga ni favorite. Brother Dominic Salamba, Yanga wako Mwanza dhidi ya Pamba. Tumeona press conference pande zote mbili wakiongea. Pamba wanaionya Yanga ije kwa adabu. Na tukiangalia Pamba wameizuia Simba msimu huu wakiwa pale kwao, wameizuia Azam kupata alama zote wakiwa pale kwao. Pengine pia wanaweza kuizuia Young Africans kwa hiyo spirit yao. Miongoni mwa timu ambazo sasa ziko vizuri kwa maana ya energy na physics ni Pamba. Pamba ujue ligi ya Tanzania ukifanikiwa kuwa na kikosi ambacho kinaweza kuwa na hard working dakika 90 unasumbua sana. Kumbuka Mbeya City ile ya Mwambusi ile ya mwanzo inaanza Mbeya City ile wanakoma kumanya ile kipindi kile. Nakumbuka ile Mbeya ilikuwa almost it was just like a physics. Kwa hiyo Pamba wana hiyo kitu, wako fit. Manake wanaweza wakacheza dakika 90 wakitengeneza uwiano sahihi wa namba wakakuzuia. Lakini pia wana kasi. Kwa hiyo ndio wanakuta wanakuwa wakisumbua Yanga, wameisumbua Simba, wameisumbua Azam. Kwa hiyo na Yanga ni kweli aingie vizuri kwa sababu Pamba wana energy ya kuweza kupishana, wana uwezo wa kuweza kupunguza makosa, wana uwezo wa kutengeneza uwiano katika maeneo yote ya kiwanja. Kitu ambacho inatakiwa kama unacheza nao lazima uwe na maarifa ya ziada ndio uweze kupata matokeo. Kwa hiyo kimsingi of course ni mechi ngumu ambayo mimi kiniambia bado naipatia 50 kwa 50. Kwa maana yoyote anaweza kupata matokeo kwa sababu hata Yanga wenyewe kiangalia ukitoa mechi ya juzi ambao mpata matokeo 3-0 dhidi ya Prisons, hapa katikati walikuwa wako vizuri ndio wanaanza kurudi. Kwa wao wapo kwenye kutafuta bora ambao walikuwa nao ambao kwa siku za karibuni ulikuwa umepotea. Kuna mabadiliko yoyote labda umeyaona kwenye mchezo uliopita au tusubiri mchezo wa ugenini ambapo tukiona msimu huu katika michezo ya ugenini ndio wamepata hizo sare? Nafikiri mabadiliko yameanza, improvement tunaiona. Unaona wakibadilika, juzi timu ilikuwa inacheza lakini pia unaona rotation ya wachezaji, unaona kujitoa, unaona ambavyo watu wakitaka kujaribu kutengeneza pattern, unaona wakijaribu kutaka kusi mpira. Kwa kuna vitu vimeanza kubadilika na hasa ile motivation ya wachezaji imeongezeka. Ni kama sasa wanaanza kuja katika ubora ambao walikuwa nao ambao kwa sasa karibuni tukaweza kuona. Kurejea kwa wachezaji kunaweza kuwapa morali zaidi. Yes of course, unapokuwa na wachezaji wengi wamerejea manake inamuongezea mwalimu wigo wa kuweza kuwa na kikosi kipana, lakini pia kuwa na alternative way endapo plan A, B, C zikishindwa anakuwa na watu ambao wanaweza kaingia na wakatumikia plan C. Neno lolote la mwisho kwa wadau wa soka nini ambacho naomba? Mimi niwaambie tu kwamba Simba wawekeze kwenye mpira. Wote tunaojua mpira. Kama wamesema wao ni watu wa mpira, basi wawekeze kwenye mpira tunaojua, sio mpira mwingine. Mpira huu tunaojua wawekeze. Huo ndio tunataka sisi, lakini malalamiko mengi ukiangalia wakati mwingine bora wakakaa kimya. Kwa sababu uelewa vitu hivi huko wazi, watu wengi wanavifahamu. Lakini wanavyotoka na kuzungumza kidogo inatia maswali na kuweza kuona mlengo wao ni upi na nini wanachokihitaji. Binafsi haijanifurahisha, yani imenisikitisha. Nikushukuru sana kwa time yako. Asante sana. Yes, tumezungumza mambo mengi sana hapo kuhusu kile ambacho kimetokea siku ya leo upande wa Simba Sports Club, lakini tumegusia kidogo mchezo wa Young Africans ambao unachezwa kesho. Tuwekee comment yako hapo, itakuwa vizuri kabisa, na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Tunapatikana pia kupitia mitandao mingine ya kijamii kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni JR9 TV. Bwana, udhamini mnene sana tunapewa na Brand Hotel, wanakukaribisha sana unapofika Dodoma pale. Msimu huu wa sikukuu ukipita katika peji yao ya Instagram @brand_hotel utakuwa umeona mambo mazuri sana pale. Kulikuwa na pool party, lakini hili ni zoezi endelevu ambapo ukiwa pale Brand Hotel pia kuna huduma nyingine ambazo zinapatikana pale. Wale ambao wanahitaji kumbi kwa ajili ya mikutano, kwa ajili ya vikao zinapatikana pale.
Lakini pia Brand Hotel wanakukaribisha, wana accommodation nzuri sana, viwango vya juu, na pia wana chakula kizuri sana, vyakula vya Kiafrika na vyakula vya kimataifa. Tembelea Instagram page @brand_hotel. Wanapatikana Kisasa, mkoa wa Dodoma, mtaa Nyumba 300. Au Brand Hotel bwana ndio fahari ya Dodoma kwa sasa. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.